Yesu, nina kila sababu ya kukubariki. Nina kila sababu ya kukuinua na kukutukuza. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Wewe ni Mungu katikati ya miungu. Baba wako ambao umesikia neno lako, naomba usiku wa leo ukawa usiku wa kugeuka kwao. Usiku wa leo ukawa ni usiku wa kuacha mabaya na kutafuta njia yako, njia sahihi. Warudi kwa toba ili waweze kupokea zile ahadi ambazo umezikusudia kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Baba, nanyenyekea kwako jioni ya leo. Ninautafuta uso wako ambao wana changamoto za aina mbalimbali. Wako wenye magonjwa na wewe Yesu ndio mwenye uwezo wa kuondoa magonjwa na madhaifu. Ninaomba ukapite jioni ya leo kwenye nyumba zao, kwenye familia zao, pita kwenye miili yao, kwenye nafsi zao, roho zao. Ondoa magonjwa na maumivu wanayopitia na kuwapa afya njema jioni ya leo katika jina la Yesu. Baba, ninawaleta katika jina la Yesu wale ambao wanahitaji ada. Baba, ninaomba ukawapatie na kuwapa ada, wakaone uwezo wako na nguvu zako, milango ya ada ikafunguke kwa jina la Yesu Kristo. Ukawapiganie na kuwatetea, wakaone wema wako na fadhili zako. Wanaopita kwenye majaribu, ninaomba neema ya kuvuka. Ni wewe Yesu unaweza kuwavusha watu kwenye mapito, kwa sababu umesema kwenye kitabu cha Wakorinto katika jina la Yesu, Wakorinto wa pili ile 10, katika jina la Yesu Kristo ule mstari wa 6, neno lako nasema utaleta jaribu na mlango wa kutokea utauweka. Baba, weka jaribu, weka mlango wa kutokea kwa ajili ya jaribu analopitia binti huyu, analopitia baba huyu na familia hii. Ni wewe mwenye uwezo na nguvu katika jina la Yesu. Ninaomba usiwapite, ukawatendee sawa sawa na wema wako na fadhili zako katika jina la Yesu. Huyo anayepita kwenye msongo wa mawazo, ninaomba ukaondoe msongo wa mawazo kwake katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukampe amani ya ndani katika jina la Yesu. Ikiwa alijeruhiwa na majeraha ya ndani, ninaomba ukapite ndani yake, ukamponye majeraha ya ndani katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukarejeshe furaha yake maradufu katika jina la Yesu. Baba, ninashuka mbele zako nikikusi Mungu, yuko ambaye anahitaji fedha kwa ajili ya biashara, naomba ukampe. Yuko ambaye anahitaji kazi, naomba ukampe akapokee katika jina la Yesu. Yuko anayeteswa na nguvu za giza, ninakemea nguvu za giza zimwachie katika jina la Yesu. Mapepo ya kila aina naamuru yatoke kwa jina la Yesu Kristo. Ndoto mbaya ninaamuru ziondoke, ziachie maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ndoa ambayo ina amani na mafarakano, naamuru roho za mafarakano ziondoke, roho za magomvi ziondoke katika jina la Yesu Kristo. Ninafungua milango ya baraka, milango ya mafanikio, milango ya uchumi ninaifungua katika jina la Yesu Kristo. Achia baraka zao, achia mafanikio yao katika jina la Yesu Kristo. Toka kwenye nyumba zao, kwa watoto wao, kwenye familia zao, roho za magonjwa ninaamuru ziondoke katika jina la Yesu. Roho za kukata tamaa, roho za kuchoka, toka katika jina la Yesu. Hauna mamlaka, ninakukemea, ondoka, ninakumoa, ninakubomoa, ninakuharibu, ninakusambaratisha kwa moto wa Roho Mtakatifu. Hauna mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Achia hiyo familia, hautaitesa tena, hautaionea tena katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba jioni ya leo ukapone mishiba yao, ukaondoe taabu zao, ukaondoe adha zao. Baba, ukauone wema wako na fadhili zako. Uzima wakaupokee, maana uzima unatoka kwako Bwana. Afya njema wakapokee katika jina la Yesu. Ambao ni wagonjwa katika jina la Yesu Kristo, Baba, naamini sasa na Zaburi ya 24, wewe ndio mwenye vyote Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kawapatia wanaohitaji kazi Bwana, wape, maana kwako una ghala za kazi katika jina la Yesu. Una ghala za fedha Baba, wakapokee wenye mahitaji mbalimbali, wakapokee waliopungukiwa na amani. Yesu, kawape amani ya ndani, kawape utulivu wa ndani katika jina la Yesu. Ondoa roho za kukata tamaa, roho za kuchoka zisiwemo kwao katika jina la Yesu. Ninakemea roho za uharibifu ziwaachie, roho ya mauti iondoke katika jina la Yesu. Wanaoteswa na ibilisi, wanaoteswa na dhambi, ninawafungua kwenye vifungo vya uovu kwa jina la Yesu, viwachie. Na wafungua kwenye vifungo vya dhambi, viwachie katika jina la Yesu Kristo. Shetani, una mamlaka, umemtesa huyo kijana muda mrefu, ninakuamuru mwachie katika jina la Yesu. Umemtesa huyo binti muda mrefu, mwachie. Umetesa familia hiyo, yaachie. Toka ndani yao kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya uharibifu toka kwa jina la Yesu Kristo.
Baba, ninakusihi sawasawa na Zaburi 107 mstari wa 20. Umesema ulituma neno lako na kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Baba, ninaomba jioni ya leo ukaliachilie neno lako Baba, mashariki, magharibi, kusini, mahali popote wanaposikiliza sauti hii. Baba, neno lako likawaponya na kuwatoa kwenye kila maangamizo wanayoyapitia, kwenye kila mateso, kwenye kila taabu, kwenye kila adha, kwenye kila hali wanazozipitia za nguvu za giza za mapepo, yakatoke katika jina la Yesu Kristo. Baba, natangaza kufunguliwa kwa mji ule, natangaza kufunguliwa kwa mtu yule ambaye alikuwa ni mgonjwa, natangaza kufunguliwa kwa milango ya kazi, milango ya baraka, milango ya mafanikio katika jina la Yesu. Acha wakaone utele katika jina la Yesu Kristo. Na huyo alikuwa anateswa na dhambi zimemwachia kuanzia saa hii katika jina la Yesu. Asante kwa sababu tumaini la wokovu linakwenda kuingia ndani yake katika jina la Yesu, na anakwenda kukufuata Yesu, muonyeshe njia ya kweli na uzima katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Jioni ya leo ni ya baraka. Baba, naitakia katika jina la Yesu, naitakia Kericho ambani. Acha watu wa Kericho wakafanikiwe. Acha wakaone mema. Acha wakaone baraka. Acha wakaone wokovu. Acha wakaone furaha. Acha wakaone ushindi. Acha wakaone kufunguliwa watu wa Kericho, watu wa Island, watu wa Kenya. Wakaone mema kwa jina la Yesu. Wakaone baraka. Wakaone amani. Wakaone furaha. Wakaone upendo katika jina la Yesu. Wakaone farijika, wakaone milango kufunguliwa katika jina la Yesu, wakaone wokovu, wakaone nuru, wakaone matumaini katika jina la Yesu, wakakuone katika maisha yao, hawatateswa, hawatatabika kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba ibariki Kericho, bariki Island Bwana. Baba, wako watumishi wako katika ili anga. Baba, ninawatakia amani, ninawatakia baraka, ninawatakia mafanikio. Baba, watumie, waendelee kuitenda kazi yako katika anga la Kericho, katika anga la Island, katika anga la Kenya. Ibariki Kenya Bwana, katika jina la Yesu. Watumishi wa Kenya wote Baba, baraka zako zikawakute kwenye nyumba zao, kwenye huduma zao, kwa watoto wao, kwenye makusanyiko wanayoyalea katika jina la Yesu Kristo. Hekima yako ikatembee ndani yao, maarifa yako yakatembee kwa ajili ya kualisha kusanyiko kwa maarifa na ufahamu. Mungu, wabariki katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu unakwenda kutenda na waleta viongozi wa serikali ndani ya taifa la Kenya. Baba, ninaomba wape hekima yako kwa ajili ya kulea na kulitumikia taifa la Kenya na Wakenya. Mungu, usiwapite Bwana, watende mema katika jina la Yesu. Baba, naleta mataifa mbalimbali, wabariki mahali popote walipo mataifa mbalimbali. Baba, neema yako ikatembee, nguvu zako zikatembee, watende mema Bwana na watumishi wako popote walipo duniani. Neema yako ikaongezeke na kukua kwenye maisha yao kwa ajili ya kusudi ulilowaitia, kwa ajili ya mapenzi uliyowaitia. Baba, wabariki, usiwache Adonai, usiwache mkuu wa uzima, watende mema watumishi wako walioko duniani. Bwana, umesema ndio walio bora, unawapendezwa nao. Watende mema Bwana, sawa sawa na neno lako Mungu kwenye kile kitabu cha Yeremia 29 ule mstari wa 11. Baba, asante kwa sababu unakwenda kutenda. Ninaleta kituo hiki Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, na utawala wa kituo hiki Bwana cha Light Life. Mungu, naomba ukibariki Baba, kitende mema, ikaendelea kuwa cha baraka katika jina la Yesu. Kipe kuendelea kukua na kuongezeka. Bariki mbeba maono Baba, ndoto zake zikaendelea kutenda kazi, zikaendelea kukua na kuzidi Bwana, na kuleta matunda kwenye jamii. Baba, ninakubariki na kukutukuza. Wabariki wote Baba wa kituo hiki cha Light and Life na familia zao na nyumba zao na miji yao. Wabariki na kuwatendea mema. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Amen.